Tumekusanyika hapa jimboni Kahama tukiwa na lengo la kuungana na Mwashamu Christopher Ndizeye, askofu wa Kahama anayeadhimisha jubilei ya miaka 25 tangu alipowekwa katika daraja ya upadre. Pamoja naye wako mapadre wanne: Diego Kano, Paulo Maziku, Rogatus Maluru, Salvatori Guerrera na watawa wawili, Sister Mary Asuncion na Sister Immaculata Shirima. Wote hao wanaadhimisha mwaka huu miaka 25 ya utume katika kanisa. Tukiwa na furaha za maadhimisho haya makuu, wapendwa wana Kahama na nyote mliokusanyika hapa, napenda nichukue fursa hii kualika tuungane na wana jubilei hawa tukisali na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mema mengi aliyowakirimia mintarafu wito wa upadre na wito wa maisha ya wakfu. Tangu alipowaita akawalinda na kuwaongoza katika malezi ya upadre na utawa, akawaongoza na kuwalinda akiwaimarisha katika utumishi wao kwa miaka yote waliomtumikia kama mapadre, wachungaji na watawa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kwani bila yeye hayo yote yasingewezekana. Kwa kweli ni kwa nguvu na neema zake yeye mwenyewe wameweza kudumu wakimtumikia na kuwatumikia watu kwa miaka 25 iliyopita. Ni vizuri kutambua ukweli huu tukiungana na Mtume Paulo aliyekiri hilo baada ya kuongoka na kufanikiwa kuyafanya mengi na labda hata zaidi ya wale waliokuwa na Bwana aliyemtokea na kumfanya aongoke, kama yeye mwenyewe anavyosema, na nukuu, lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure, bali nazidi sana kufanya kazi kupita wao wote, wala si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Ndugu zangu wapendwa, Mungu ni mweza yote, na ni kwa sababu hiyo tunapenda pia tulitambue hilo lilofanyika kwa wanajubilei hawa, kama alivyofanya Musa na wana wa Israeli, tukirudia kuyasema maneno aliyosikia na tuliyosikia kutoka katika somo la kwanza na kuyafanya yawe yetu, tukisema kuwa nitamwimbia Bwana kwa maana ametukuka sana. Farasi na mpanda farasi amewatupa baharini. Bwana ni nguvu zangu na wimbo wangu, naye amekuwa wokovu wangu. Yeye ni Mungu wangu, nami nitamsifu. Ni Mungu wa baba yangu, nami nitamtukuza. Pamoja na kumshukuru Mwenyezi Mungu, napenda pia kwa niaba ya wanajubilei niwaalike tuwashukuru kwanza wazazi wao, na wakumbuka kwa namna ya pekee marehemu Katekista Agustino Nkoronko, baba yake mzazi na Askofu Ndizeye niliyebahatika kumfahamu na hata kufanya naye kazi nikiwa askofu wa Kigoma, na mama yake marehemu Benadeta Mapangwa, waliompatia makuzi ya Kristo na kumsaidia kukua katika imani, wakamsindikiza mpaka kuwa padre. Naamini kuwa hata wazazi wa hawa mapadre na watawa tunaowashangilia leo walifanya hiyo kazi, na hatuna budi kuwashukuru. Waliotutangulia, Mwenyezi Mungu awapumzishe katika furaha ya milele. Raha ya milele wape Bwana, na mwanga wa milele uangazie, wapumzike kwa amani. Kazi ya malezi na makuzi mazuri waliyopata na jubilei wetu yametolewa na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na mazingira walimoishi, ndugu na jamaa, walimu, wafadhili, washauri na wote waliochangia kwa namna moja au nyingine. Tunapenda nao tuwashukuru kwa mchango wao wenye thamani waliotoa. Sitakuwa nimetenda haki nikisahau kualika ninyi nyote mlio hapa
ili tuungane pamoja kwa shukuru wana jubilei hawa waliotufanya tuje leo hapa. Tunawashukuru kwani walisikia sauti ya Bwana iliyowaita waje kumtumikia kama mapadre na watawa, wakaitikia na kujitayarisha vizuri katika malezi yao, na baadaye wakawa mapadre na watawa, na wamedumu katika miito yao kwa miaka 25 tunaishangilia leo. Kama mapadre na watawa, na kwa upendo wamelihudumia taifa la Mungu, si katika jimbo la Kahama tu, bali hata nje ya Kahama, katika kanisa la Tanzania na hata la kiulimwengu, na sasa kwa namna ya pekee katika jimbo hili la Kahama. Ni imani yangu kuwa wale wote tuliowataja hapo juu, yaani waliochangia katika malezi yao na kuwatia moyo katika utumishi wao, wanafarijika sana na kufurahi wanapoyasikia na kuyaona majitoleo yao katika shughuli nzima ya uinjilishaji walioifanya na wanaendelea kuifanya. Na kwa nini leo tusishangilie na kupiga tarumbeta, ngoma na makofi tukiwashangilia? Kwa yote waliojaliwa na Mwenyezi Mungu, na kwa yale waliotenda wao kwetu na kwa wengine, na yale ambayo sisi wenyewe tumeyafanya kwao, hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu, na tulifanya hilo kwa maneno ya Mzaburi tukisema, ni neno jema kumshukuru Bwana na kulimbia jina lako, ulio juu, kuzitangaza rehema zako asubuhi kwa chombo chenye nyuzi 10 na kwa kinanda na kwa mlio wa kinubi. Kwa kuwa umenifurahisha Bwana kwa kazi yako, nitashangilia kwa ajili ya matendo ya mikono yako. Bwana, jinsi yalivyo makuu matendo yako, mawazo yako ni mafumbo makubwa. Ni kweli yatubidi tufanye hivyo, na tusiwe kama wale wakoma 9 ambao baada ya kuwa wameponywa na Bwana wetu Yesu Kristo hawakufuata mfano yule mkoma Msamaria aliyerudi kwa Bwana akamtukuza Mungu kwa sauti kubwa na akamshukuru. Luka sura ya 17 aya 11 mpaka 19. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, pamoja na tendo hili la kushukuru, naomba niwaalike kwa namna ya pekee siku ya leo na hata baada ya maadhimisho haya, tuwe na kazi ya kuwaombea bila kuchoka. Tumwombee mchungaji wetu huyu Baba Christopher, mapadre na watawa hawa, kwani utume bado unaendelea, iwe ni katika furaha na hata katika machungu na changamoto za maisha, ili wasikate tamaa na waendelee kuyatimiza mapenzi yake Mungu aliyewaita na wakamuitikia. Hayo aliyoambiwa Timotheo na Mtume Paulo, kama tulivyosikia kwenye somo la pili, ni imani yangu kuwa bado yana ukweli na hakika yanatuhusu pia sisi sote wachungaji wa leo na wawekwa wakfu, wakiwemo pia wana jubilei wetu. Anasema Paulo, na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu, lihubiri neno, uwe tayari wakati ukufaao na wakati usiokufaa, karipia, kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti. Nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Bali wewe uwe na kiasi katika mambo yote, vumilia mabaya, fanya kazi ya mhubiri wa Injili, timiza huduma yako. Pamoja na ukweli kwamba baadhi ya maneno yanayosema Paulo yaweza kuogopesha na kukatisha tamaa, linatia moyo na hakika linaleta nguvu lile analosema Bwana wetu Yesu Kristo anapoagiza mitume wake kabla ya kupaa mbinguni, akiwaambia kuwa basi enendeni
mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Yuko pamoja nawe Askofu Ndizeye, na yuko pamoja nanyi ndugu zangu mapadre na watawa, kama alivyoahidi kuwa na mitume wake. Naomba nimalizie tafakuri yangu hii nikiwaalika nyote kama kanisa la kisinodi tuwe tayari kumuunga mkono mchungaji wetu huyu Askofu Ndizeye, pamoja na wote wanaendelea kujitoa katika utume bila kuchoka, ili kwa pamoja tuyafanye mapenzi ya Mungu. Kwa namna ya pekee na waalikeni tuwe tayari kumsikiliza askofu wetu huyu aliye kiongozi na mchungaji mkuu katika jimbo hili la Kahama. Pamoja naye tuombe ili Mwenyezi Mungu kwa maombezi ya Mama Bikira Maria, Malkia na mitume, na kwa maombezi ya watakatifu mashahidi Karoli Lwanga na wenzake wasimamizi wa jimbo hili, azidi kumuimarisha katika utume wake na kuwaimarisha wote wanaolitumikia kanisa, na yote haya tuyafanye katika umoja na ushirikiano wa waamini na watu wote wenye mapenzi mema, tukiongozwa na mfano wa ushirika katika utendaji wa Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.